Na katibu katika Wizara ya Elimu Profesa Julius Bitok amebaini kumekuwepo na upungufu wa mgao wa kila mwanafunzi kwa takriban miaka minne, akiweka bayana kumekuwepo na mgao wa shilingi bilioni 76.9, pesa ambazo zinaaminika hazitoshi kufadhili elimu ya wanafunzi kutokana na wingi wa wanafunzi. Kutokana na upungufu wa mgao katika Wizara ya Elimu, katibu katika wizara hiyo Profesa Julius Bitok ameweka wazi kuwa katika kipindi cha miaka minne Wizara ya Elimu haijakuwa ikipata takriban shilingi bilioni 76.9, pesa ambazo ni za kufadhili elimu ya kila mwanafunzi. At secondary school level, budgetary and enrollment data across the fiscal years between 2020, 2021 and 2023-2024 indicate underfunding of Kenya shillings 76.9 billion. The requirement based on enrollment grows significantly from approximately 75.5 billion to nearly 89.8 billion. Despite this, the approved budget increased only marginally, resulting in a growing deficit that reaches over 25.8 billion by the year 2023-2024 financial year. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge, kamati hii ikiibua maswali iwapo elimu ya msingi ni bure nchini kulingana na katiba ya Kenya. Bitok akisema kuwa elimu ya msingi bila malipo inatekelezwa kikamilifu nchini, ijapokuwa kumekuwepo na changamoto za kufadhili elimu hiyo. And to reaffirm that free education policy in Kenya is still intact and is in place, despite the teething problems that we have seen in the financing gaps. I want to say that as a State Department, we are doing everything possible to ensure that we get enough resources to fund free primary, free day secondary, and free junior education in Kenya. Overall, there are constraints within the ministry, within the department, and even in our schools, because we are not getting enough allocation from Parliament to meet all our requirements. Na kutokana na swala la iwapo serikali bado ina uwezo wa kugharamikia shilingi 22,000 kwa kila mwanafunzi na iwapo kuna mikakati ya kuongeza, Bitok alikuwa na haya ya kusema. That this figure of 22,000 was set about 10 years ago. And there have been attempts to improve on this figure. But we are not able to meet these demands, even as we try to revise. We are not able to meet the demands, and we are really at a tight corner as a department, even as we try to implement what the policy on 22,244 is concerned. On NEMIS data, based on the recommendations of the Presidential Working Party, we are working to upgrade that system from NEMIS to KEMIS, and the progress has been made to ensure that we have a new system on this. Mary Kialo, Undugu TV.